Je, unajua kwamba mama mjamzito anaweza kuwa anaonekana mzima kabisa, lakini ndani ya muda mfupi akapata degedege na maisha yake pamoja na mtoto kuwa hatarini? Kila mwaka wanawake wengi hupoteza maisha kutokana na tatizo linalojulikana kama kifafa cha mimba, yani eclampsia. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba mara nyingi mwili huanza kutoa ishara mapema, lakini dalili hizi hupuuzwa kwa kudhani ni jambo la kawaida au ni hali ya kawaida ya ujauzito. Leo tutazungumza dalili 10 muhimu ambazo kila mama mjamzito au baba mtarajiwa au ndugu mlezi anapaswa kuzifahamu. Na hakikisha unaendelea kutazama mpaka mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho ndio hatari zaidi na mara nyingi hutokea muda mfupi kabla ya hali kuwa mbaya sana. Karibu sana. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe usubscribe ili unapata mada zetu mara kwa mara. Kifafa cha mimba ni nini? Kifafa cha mimba kinajulikana kitaalamu kama eclampsia. Ni hali hatari inayotokea au inayotokana na shinikizo la damu kuwa juu sana wakati wa ujauzito na kuanza kuathiri ubongo, figo, ini pamoja na viungo vingine vya mwili. Tatizo hili huanza mara nyingi kama preeclampsia, lakini kipuuzwa inaweza kugeuka na kuwa kifafa cha mimba na kusababisha degedege, kupoteza fahamu au hata kifo. Jambo la kutisha ni kwamba wakati mwingine dalili zake huanza taratibu sana. Hebu tuanze na dalili ya kwanza. Maumivu makali ya kichwa isiyoisha. Umewahi kusikia mtu akisema, ninaumwa kichwa tangu jana lakini nadhani ni uchovu tu? Kwa mama mjamzito, maumivu ya kichwa isiyoisha yanaweza kuwa ishara ya hatari kubwa sana. Maumivu haya huwa makali kupita kawaida, hayaondoki kirahisi, huweza kudumu kwa muda mrefu. Wakati mwingine, dawa za kawaida za maumivu haziwezi kusaidia kutuliza hali hii. Hii hutokea kwa sababu shinikizo la damu linaanza kuathiri ubongo. Ikiwa maumivu yanaendelea, usipuuzie hali hii. Dalili ya pili, kuona ukungu au mwanga wa ajabu machoni. Mama anaweza kuanza kuona ukungu, miale ya mwanga, nukta chache mbele ya macho au vitu mara mbili. Wengine hueleza kana kwamba kuna pazia mbele ya macho. Dalili hii inaonyesha kuwa mishipa ya damu inayohusiana na macho imeanza kuathirika, na mara nyingi ni ishara ya kwamba hali inazidi kuwa mbaya. Dalili ya tatu, uvimbe wa ghafla wa uso. Ni kawaida kwa wajawazito kupata uvimbe kidogo miguuni, lakini si kawaida asubuhi kugundua au kuamka ukiwa umevimba. Uso ukiwa umevimba sana, macho yanaonekana yamebanwa, midomo imevimba, mikono inaongezeka ukubwa ghafla. Dalili hii inaweza kuonyesha mwili unaanza kushikilia maji au kutunza maji kupita kiasi kutokana na tatizo hili. Dalili ya 4, shinikizo la damu kuwa juu. Hii ndiyo alama kuu ya kifafa cha mimba. Tatizo la kwanza, mara nyingi shinikizo la damu halina maumivu. Mama anaweza kujisikia kawaida kabisa. Ndiyo maana kuhudhuria kliniki ni muhimu sana. Kupima presha kunaweza kugundua tatizo kabla halijafika hatua ya hatari. Namba 5, maumivu makali chini ya mbavu. Dalili hii huwapata wanawake wengi lakini hawaifahamu. Maumivu huwa upande wa juu wa tumbo, hasa chini ya mbavu za kulia. Wakati mwingine maumivu hayo huenea hadi mgongoni au mabegani. Hii inaweza kuonyesha kuwa ini imeanza kuathirika. Usifikirie ni gesi au indigestion kila wakati. Namba 6 ni kichefuchefu na kutapika ghafla. Kichefuchefu katika miezi ya mwanzo ya ujauzito ni jambo la kawaida, lakini mama aliyekuwa hana tatizo kisha ghafla kaanza kutapika sana, kukosa hamu ya kula, kuhisi kichefuchefu kikali
anapaswa kufanyiwa uchunguzi. Wakati mwingine hii ni ishara ya kwamba mwili unaanza kuathirika na kifafa cha mimba. Namba 7, kuongezeka uzito kwa kasi sana. Fikiria umeongezeka kilo 2 au 3 ndani ya siku chache. Inawezekanaje? Mara nyingi ni mafuta, ni maji yaliyojikusanya mwilini. Hii ni mojawapo ya ishara ambazo madaktari huzifuatilia kwa makini wakati wa kliniki. Dalili ya 8, kupungua kwa mkojo. Figo zinapoanza kuathirika, mama anaweza kugundua kwamba anakojoa kidogo kuliko kawaida. Hata kinywa maji ya kutosha, kiasi cha mkojo kinaendelea kupungua. Hii ni dalili inayoweza kuonyesha figo zimeanza kupata shida. 9 ni mtoto kupungua harakati tumboni. Hii ni dalili inayowatia hofu wanawake wengi. Mama anaweza kuhisi mtoto asogei kama kawaida, mateke yamepungua, harakati zimekuwa chache sana. Sababu inaweza kuwa mtoto hapati damu na oksijeni ya kutosha. Ukiona hali hii, usisubiri siku inayofuata, wahi hospitali. Dalili ya 10 ni degedege au kupotea fahamu. Hii ndio hatua ya mwisho au ya hatari zaidi. Mama anaweza kuanguka ghafla, mwili kutikisika, kupoteza fahamu, kupata degedege kali. Hii ni dharura ya kitabibu. Muda wowote unapotokea au unapopata dalili hii, wahi hospitali mara moja. Madhara kwa mama. Bila matibabu ya haraka, kifafa cha mimba huweza kusababisha kiharusi, figo kufeli, uharibifu wa ini, kutoka na damu nyingi au kupoteza maisha. Kwa mtoto, anaweza kupata madhara kama kuzaliwa kabla ya muda, uzito mdogo, kukosa oksijeni na matatizo ya ukuaji au kifo tumboni. Njia za kujikinga ni pamoja na kuhudhuria kliniki, pima pressure, fuata maelekezo ya wataalamu wa afya, kunywa maji ya kutosha, pata muda wa kupumzika, kula lishe bora, dhibiti uzito, tumia dawa ulizopewa kwa usahihi, ripoti dalili zozote mapema, usikose vipimo vya ujauzito. Rafiki yangu, kifafa cha mimba si ugonjwa wa kupuuzwa. Mara nyingi huanza kwa dalili ndogo ambazo watu wengi huzichukulia kawaida, lakini ndani ya muda mfupi zinaweza kugeuka kuwa hali ya dharura inayohatarisha maisha ya mama na mtoto. Ukikumbuka kitu kimoja kutoka kwenye video hii, ni kuombe kumbuka hiki: maumivu makali ya kichwa, kuona ukungu, uvimbe wa ghafla, maumivu ya chini ya mbavu au mtoto kupungua wakati tumboni si dalili za kupuuza. Wahi hospitali mapema. Afya ya mama ni salama kwa mtoto aliyeko tumboni. Naamini video hii imekupa elimu muhimu sana. Andika kwenye comment section, afya ya mama ni usalama wa mtoto. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi.